period. Tumbo linaniuma, nini period? Umoja kazini, nini period? Wewe mbona unatumia dawa kali sana za maumivu, nini period? Hataji neno hedhi, au kwa sababu unapunguza ukali wa maneno na kutaja neno hedhi badala yaani kwa nini utaje neno period badala kutaja neno hedhi? Yaani kwa sababu unatumia neno period. Ushawahi kujiuliza kwa sababu ni neno period huwa inatumika sana kuhusiana ambayo ni sana hedhi. Yaani kwa nini usitumie neno hedhi badala utumie neno period? Yaani ni ushawahi kujiuliza? Na kama ushawahi kujiuliza, nafikiri haujawahi kupata jibu moja kwa moja. Na natangia uanze kulitumia haujawahi kuna watu ambao tangia waanze kulitumia neno period hawajawahi kutafuta msaada wa kuweza kuelewa nini maana period. Siku moja mwalimu wangu mmoja ambaye namfuatilia Joel Nanauka sasa hivi ambaye ni waziri wa vijana na maendeleo, ambaye siku moja alitoa mfano katika madarasa yake. Kuna familia moja ambayo ni ya mke na mume ambaye walikuwa siku moja wanapika samaki. Yaani mke anapika samaki na mume wake akamuuliza, kwa sababu ukipika samaki unamkata? Basi baada ya kuuliza ile swali, yule mwanamke alikuwa anajibu moja kwa moja, na alipendekeza amuone mama yake, kwa sababu alimuona mama yake akiwa anapika ile samaki akiwa anakata. Au kila siku mama akipika samaki, atakapopata nafasi ya kupika samaki anamkatakata. Kwa hiyo mama akasema aende amuulize nini, mwanamke amuulize mama yake ili mradi aweze kupata majibu, kwa sababu gani samaki akipika anakata. Lakini alipofika kwa mama mtu ambaye ni mama mkwe, naye hakuwa na majibu moja kwa moja, naye akaenda kumuuliza bibi. Yaani baada ya kukosa majibu pale, wakaenda kumuuliza bibi yule mama sasa, ili mradi aweze kupata majibu ambayo yatakuwa wazi. Sasa kufika kwa bibi, kwa sababu bibi ni mtu wa kale au mtu wa zamani, akawaambia, mimi nilipokuwa napika samaki, nilikuwa napika samaki na mkata kwa sababu alikuwa hatoshi kwenye chungu. Maana ni vile flampeni alikuwa hawana. Alikuwa anapikia kwenye chungu ambao lazima mkate ili samaki aweze kuiva vizuri. Sasa na wewe nafikiri ndio ile neno period ambao umekulia au umekuwa katika mazingira ya kusikia neno period. Hii siku nikisema hedhi unashtuka, au mwanamke nikisema yuko hedhi unashtuka na haujui kwa sababu unatumia neno period. Nashangaa leo ukawa hujapata majibu. Sasa leo nitaenda kukujibu kwa sababu gani huwa tunatumia neno period wakati mwanamke anakuwa hedhi, ili ujue kitu gani ambacho kinazungumzwa hapa. Utakaposikia mtu anasema hedhi na period, ujue ni sawa, lakini kwa wale ambao unafahamu, nafikiri bado ulikuwa hujapata maana halisi ya neno period. Sasa period ni kipindi kinachojirudia. Yaani neno period kama period ni kipindi ambacho kinajirudia. Kwa hiyo kuna matukio ambayo yanakuja na kuondoka, lakini baadaye yanarudi yanaanza upya tena, au unaanza mfululizo ufanye matukio alafu kishafika mwisho unaanza tena upya. Kwa hiyo neno period ni kipindi kinachojirudia. Sasa hii inaonyesha mzunguko wa mwili wako. Kwa hiyo mwili wako unazunguka. Unapozunguka, unapoanza point A unashuka mpaka point C na kurudi tena point A. Kwa hiyo hapa hichi kipindi ni period. Kwa maana yake mwanamke tunaposema point A ni kipindi ambacho anakuwa hedhi. Kwa inakuja B ambayo ni kipindi cha rutuba au kipindi cha uchavushaji mayai na kutungishwa. Alafu tunaposema C ni kipindi ambacho anakuwa free kuelekea kipindi A ambacho huwa tunaita luteal phase. Sasa hapa kuna majina ya Kiswahili au ya kijiografia ambayo mara nyingi huwa tunaonyesha hapa. Ni majina gani hayo? Waendelea kufuatilia madarasa haya na kuhakikisha unakuwa salama, au kuhakikisha unapata haya maarifa ya hayo majina na kuwa na uhakika ni kipindi gani upo na kuweza kujua mzunguko wa mwili. Lakini si tukio la bahati mbaya. Yaani period halijaja kwamba ni tukio la bahati mbaya, au ni kitu ambacho kinatokea baada ya mwaka mmoja, au ni kitu ambacho kinarukaruka kieleweki. Neno period ni kitu ambacho kinatumika kama kitu kiko katika mpangilio ambao ni sahihi. Sio, unanielewa? Yaani tunaposema period ni kitu ambacho leo ukianza moja, ukifikisha 100, utaanza 101. Zile namba zitakapoishia 000 lazima uanze 100 na 1, 1000 na 1, sio 2000, sio na ngapi na 1, yani zile 0 kwa mwisho, si ndio? Kwa 0 ndio namba ya mwanzo, ndio namba ya mwisho. Kwa hiyo utakapofikisha 0 ndio namba ambayo utaendelea. Kwa hiyo si tu kila kubahatisha, kwa ni kitu ambacho kiko katika mpangilio. Ndio maana ni mwanamke ambapo kama hatoiona period yake huwa anashtuka sana. Yaani mwezi usiku asipoiona huwa anashtuka, kwa sababu ni kitu ambacho ni kiko katika mpangilio, sio bahati mbaya, au sio kitu ambacho kinatokea
yani kinakuja na kupotea. Lakini jina ninafundisha kuwa ni sehemu ya mpangilio wa mwili. Kwa hiyo ili tuweze kutambua mwili wa mwanamke na kuhakikisha mwili wake uko salama na zile ratiba zote ambazo huwa zinaendelea ndani ya mwili ziko salama, tutapata neno period kwa mwanamke, au mwanamke lazima aingie hedhi na kuhakikisha anakuwa salama. Kwa hiyo itakapokuwa tofauti na mwanamke anahitaji kupata ujauzito na hedhi yake au period itakuwa tofauti kidogo, basi inaweza kumchanganya na kupelekea akawahi kushika ujauzito au akachelewa kushika ujauzito kwa sababu mzunguko wake au period haijakaa vizuri. Lakini hedhi ni kipindi, sio adhabu. Tunaposema neno adhabu, hii inamaanisha kwamba ni kuna watu huwa wanapitia maumivu makali sana wakati wa hedhi. Inawezekana wakapoteza damu sana, au inawezekana kana hisia ambazo zenye kuwatamani watu fulani wasiwepo katika maisha yao. Kuna mengi ambayo anapitia hapa mwanamke ambapo anakuwa katika mzunguko wa kawaida, lakini hususani siku ambazo anaingia hedhi au siku ambazo yupo katika hedhi. Tunaposema anaingia hedhi ni zile siku chache nyuma, lakini anapokuwa katika hedhi ni zile siku ambazo ana bleed. Kwa hiyo kuna watu wanapitia hali tofauti na kumpelekea kuhatarisha afya yake, inaweza kuzimia au kupoteza fahamu, ambacho ni kuzimia au kupoteza fahamu. Kwa hiyo kwa sababu ile mwanamke anapoteza fahamu wakati wa hedhi, tutakuja kueleza hapa na itakuwa jibu moja kwa moja. Hii ikiwa ni series ya video 100 ambazo zimetolewa zote tarehe 28 mwezi wa 12 2025, ikiwa ni birthday yangu, katika lengo la kuwafikia jamii kwa kuweza kutoa shukrani kwangu, lakini pia wale wote ambao mnafuatilia mitandao ya kijamii. Ungwana wako ni kuendelea kushare na kusubscribe na kulike ili madarasa haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi na kuweza kupata elimu hii kwa kina zaidi, ikiwemo neno period. Kwa kama wewe unafuatilia darasa la 15, iko na madarasa 100 ambayo yote yametolewa ndani ya siku moja. Naomba mfuatilie ili muweze kuwa salama zaidi. Asanteni na mpaka wakati mwingine.